na ibara ya 33(1) ambayo ilikuwa inasema kwamba kutakuwa na rais na makamu wa rais watakaochaguliwa na mkutano mkuu. Mapendekezo ni kwamba rais atachaguliwa na mkutano mkuu na makamu wa rais atateuliwa na rais na kuidhinishwa na mkutano mkuu. Sababu ni kuendana na muundo mpya wa uteuzi wa makamu wa rais ulioanzishwa katika ibara ya 28. Ndugu wajumbe, hii tumezingatia vile katiba ya TFF kama nilivyowasomea awali. Tutaendana na muundo na mfumo mbalimbali ya vyama vya michezo vilivyopo juu yetu vinavyoongoza mpira wa miguu. Na kwa maana hiyo tuna comply na hiyo ibara ya 28. Kama alivyoeleza rais, nafikiri ni ibara ya 30 na 37 ya TFF, zote zinaeleza kwamba makamu wa rais atateuliwa, na sisi tukaona hatuna budi kufuata hilo, na lina manufaa. Tulijaribu kuangalia, tuna bahati kwamba tuna makamu wa rais sasa hivi na rais wanaelewana. Inaweza ikatokea moment tukapata viongozi wa nafasi hizo za kuchaguliwa wakawa hawaelewani, na tuna uzoefu kwa wale walioko kwenye mpira siku nyingi. Kwenye taasisi zilizotuongoza huko nyuma tulijaribu kuona wale viongozi wakuu wa kuteuliwa jinsi walivyokuwa wanalumbana. Mkienda kwenye hatua kama hiyo, kwa kweli itakuwa hakuna maendeleo na maelewano. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tukafuata huo utaratibu kama taasisi zingine zinavyofanya. Nzuri. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kwa katiba yetu ya klabu ya Young Africans inatuelekeza tuwe na kamati ya katiba na sheria ambayo yenye mamlaka ya kutushauri kamati ya utendaji kwenye maeneo yanayohusiana na katiba yetu na marekebisho yake. Baada ya kupokea, kamati ya utendaji ilikaa na kujadili na kuyapitia haya na kutoa mapendekezo yake na kufikia makubaliano ya jinsi gani tutaweza kurekebisha mapendekezo hayo ya kuwa katika direction ambayo inaweza kuisaidia klabu yetu. Kamati ya utendaji imeridhia mabadiliko haya na leo tumeyaleta kwenu kwenye mkutano mkuu ili kupata ridhaa yenu ya kubadilisha katiba kwenye haya maeneo. Wanachama wa Young Africans ambao wanaridhia mabadiliko haya, naomba tuinue mikono juu. Tunashukuru sana. Na kwa haki pia wale ambao hawajaridhia mabadiliko haya tuinue mikono juu. Wasioridhia wainue mikono juu. Tumepata idadi ya watu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuna mikono 10 kati ya mikono 877. Na kwa haki ya demokrasia tunaruhusu kwa kanuni yetu inayoturuhusu kupitia katiba inasema mabadiliko ya katiba yanapaswa kuidhinishwa na 2/3 ya mahudhurio ya mkutano mkuu. Ibara 27 kipengele cha 4 kinasema pendekezo la marekebisho ya katiba litapitishwa endapo 2/3 ya wajumbe wenye haki ya kupiga kura watakipigia kura na kukubaliana nayo. Kwa muktadha huo, mabadiliko haya ya katiba yamepita. Nawashukuru sana. Asante sana mwenyekiti. Na hiyo ni haki ya utawala bora. Nawashukuru wale ambao pia wana mawazo mazuri, lakini kwa bahati mbaya wanachama wengi wameamua against hao wachache. Nawashukuru sana. Katibu, naomba ni clarify point moja. Nafasi ya makamu wa rais leo itapigiwa kura kwa sababu katiba hii inatakiwa iende kwenye hatua inayofuata. Tunaposema mabadiliko ya katiba, mabadiliko haya ya katiba, namuona kakaangu pale msajili wa vyama vya michezo, karibu sana. Muongozo ambao sisi tunaofuata wa katiba yetu na katiba ya vyama vya michezo, akiwemo mwakilishi kutoka TFF na bodi ya ligi. Katiba hii itakuwa effective itakapopitishwa na mkutano mkuu na kwenda kupelekwa kwenye mamlaka ya usajili wa vyama.
na mamlaka ya usajili wa vyama itakuwa ina haki ya kupitia haya mapendekezo na kutoa mawazo yake na kupitisha ikiwa yamekwenda sambamba na matakwa ya vyama vya michezo. Kwa hiyo hatua hii inatupa ruhusa leo kuendelea kufanya uchaguzi wa makamu wa rais wetu, na baada ya kumaliza hapo, tutakapokuwa tumepata ithibati sasa ya katiba yetu kusajiliwa, ndio tutakwenda kuitumia effectively kuanzia hapo. Kwa hiyo uchaguzi utabaki vile vile, na kwa kuheshimu katiba yetu tutafuata taratibu hizo. Asante sana.